Na ni matumaini yangu kuwa umzima buheri wa afya, mtazamaji wa EATV popote pale ulipo. Karibu sasa katika kurasa dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Rais mstaafu wa Tanzania Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi ametoa wito kwa watengenezaji, wasambazaji na watumiaji wa dawa za meno nchini kuhakikisha kuwa dawa hizo zina viwango stahiki kwa afya ya kinywa na meno. Mheshimiwa Mwinyi ametoa wito huo leo jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya siku ya afya ya kinywa na meno yaliyoadhimishwa kwa matembezi na jumbe mbalimbali zilizosisitiza umuhimu wa kuzingatia afya ya kinywa na meno ili kuepukana na madhara yanayoweza kusababishwa na magonjwa ya meno. Juhudi hii itafanikiwa iwapo itakwenda sambamba na kuwapo kwa vifaa vya tiba na madawa katika bohari kuu ya madawa pamoja na madaktari pamoja na mkakati madhubuti wa kuelimisha jamii juu ya ubaya wa wagonjwa wa kinywa na meno. Inatia moyo sana kujua kwamba Watanzania wengi wanapiga mswaki angalau mara moja kwa siku na kutumia dawa ya meno yenye madini ya fluoride. Nachukua nafasi hii kuwasihi sana watengenezaji wa dawa hizi na waletaji wa dawa hizo na wasambazaji wa dawa hizo wahakikishe kuwa dawa hizo zinao viwango hivyo vinavyohitajika. Awali, kabla ya wito huo, naibu waziri wa afya na ustawi wa jamii Mheshimiwa Kebwe Kebwe alielezea athari mojawapo inayowakumba watoto hasa wenye umri wa kwenda shule kuwa ni kushindwa kuhudhuria masomo vizuri kutokana na kuugua meno. 60 hadi 90 ya watoto wa shule wana matatizo ya kuoza meno, kuumwa, na hii ndio sababu ya kwanza ya watoto kutokuhudhuria mashuleni. Naye daktari bingwa wa magonjwa ya meno kwa watoto ambaye pia ni rais wa chama cha madaktari wa kinywa na meno nchini Tanzania, Dr. Rachel Mhavile, ametoa wito kwa Watanzania kufanya usafi wa kinywa na meno kama moja ya kinga kuu ya kuepukana na magonjwa ya kinywa na meno. Cha kwanza ningependa Watanzania wajijengee tabia ya kufanyiwa angalau uchunguzi wa kinywa mara moja katika mwaka. Kwa sababu tatizo linapokuwa linagundulika katika hatua za awali inakuwa ni rahisi kutibika na wewe unakuwa upate madhara zaidi. Lakini kingine hasa ni kwamba Watanzania wakumbuke angalau kupiga mswaki mara 2 kwa siku vizuri. Hiyo ni maanisha asubuhi na usiku kabla hujaenda kulala, ili mtu usilale na mabaki ya chakula, kwa sababu unapolala na mabaki ya chakula ndipo wale wadudu wanapokuja kula kile chakula na ndipo ambapo meno yako yanafanya nini, yanaathirika zaidi. Kwa hiyo tungependa Watanzania wangekuwa na kuweza kujijengea tabia ya kwenda kufanyia uchunguzi na pia kuweza kusafisha vinywa vyao vizuri. Na katika kusafisha vinywa usisahau ulimi. Tuendelee na kurasa. Watumiaji wa barabara ya Akachube Kijitonyama jijini Dar es Salaam wameelezea kukerwa na ubovu wa barabara hiyo kutokana na mashimo yanayoendelea kujitokeza kwenye barabara hiyo kila kukicha. Wakiongea na kurasa, watumiaji hao wamesema kuwa kwa sasa hali ya ubovu wa barabara hiyo imeendelea kuwa kero kubwa kwao, hivyo wameziomba mamlaka husika kushughulikia tatizo hilo mara moja. Hii barabara imejengwa chini ya kiwango, kwa sababu ingekuwa imejengwa chini ya kiwango tungeona utofauti wake, sababu mvua ni kidogo sana ila mashimo yamekuwa mengi. Afu kabla mvua vile barabara yenyewe imeshaanza kuchimbika tayari. Mkandarasi labda alitengeneza hapa akuweka katika viwango vinavyotakiwa, kwa sababu isingeweza kuharibika kwa muda mfupi sana. Kwa kuna mashimo mengi, unaona kama hivi jua likiwaka wanafikia mchanga, mvua ikinyesha mashimo yanaonekana. Kama sisi watembea barabara hii inakuwa ni njia tunateseka sana, unaona, yani njia mbovu. Pata kero kwa mashimo, umeona, na msongamano kidogo, lazima uweke msongamano, kwa shimo unaweka msongamano wa foleni. Tumalizie kurasa kwa hili. Bei ya maharage katika soko la Tandale jijini Dar es Salaam imeendelea kupanda na kufikia shilingi 2300 kwa kilo kwa maharage ya kiwango cha juu, huku maharage ya kiwango cha chini yakiuzwa kwa shilingi 1600 kwa kilo. Bei hiyo ni tofauti na miezi miwili iliyopita ambapo maharage ya kiwango cha juu yalikuwa yakiuzwa shilingi 1800 kwa kilo, huku maharage ya kiwango cha chini yakiuzwa kwa shilingi 1000 kwa kilo. Yaani mtu unakuja hapa na hela yako unataka kununua bidhaa hakuna.
unatajiwa mpaka 2300 na 400, lakini uko tayari uipate ile bidhaa, lakini bidhaa yenyewe hakuna. Maharage ya Mgeta yamesimama kwenye shilingi 2100. Maharage ya Iringa yamesimama kwenye shilingi 1800 kwa sasa. Maharage ya Songea yamesimama shilingi 1600. Maharage ya Mbeya yamesimama shilingi 1800. Kwa sasa hivi tunakokwenda mbele, sasa hivi tunaporomoka, sio tunapanda. Kwa sababu sasa hivi tunakuelekea ni kwenye mavuno. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika yale mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Alafu tuandikie maoni yako kupitia barua pepe yetu ambayo ni kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea kurasa, mimi ni Lal Taika, Noah Lal Taika.